Nilitembea gizani peke yangu, nikabeba maumivu moyoni. Oya, vipi? Basi sikuelewi. Shida ni ipi? Darasani hujaja, vipindi huhudhurii, unakaa una mawazo. Na shida gani? Au umeachika nini? Hapana Neema. Yaani wewe acha tu, nimechanganyikiwa hapa, ni hata sielewi. Mtihani unakaribia. Sina kitambulisho. Sijakamilisha usajili hapa nilipo. Lakini vile vile jana nimepigiwa simu na mama, anaumwa sana. Na wadogo zangu pia hawajaenda shule sababu ya pesa. Yaani nilipo nachanganyikiwa sana. Sielewi nifanyaje. Kwa unaona hata nikaenda darasani huko siwezi nikapata chochote, siwezi nikaingiza chochote. Je, unajua nini? Sio peke yako unapitia changamoto. Kuna wanafunzi wengi sana hapa chuoni wanapitia changamoto. Lakini unajua nini? Hebu tuachane na hayo. Kwa sasa siko sawa Neema. Naomba tukipata muda mwingine tunaweza tukaongea yote. Basi tutakutafuta, sawa? Sawa. Okay. Bye. Tutainuka kwa upendo, kwa matumaini. Halo? Halo. Habari? Salama tu, za kwako? Nzima. Mimi niko poa, sijui. Unaendeleaje? Zatoka muda ule? Niko sawa tu. Okay. Uko wapi? Mimi kuna issue ile nikwambia nataka kuja tuzungumze. Uko wapi? Nipo hapa Kimbwetani hapa. So unaweza ukaja tu hapa. Kwa hiyo umejitenga tena kama kawaida yako, au sio? Hamna, unajua tena maisha. Okay, basi nakuja. Chap. Okay, poa. Usikate tamaa. Mungu inua walio chini. Kupitia watu hutuma mwanga maishani wa ulimwengu. Tusichoke kusaidiana. Oya, vipi? Nzima. Niko poa. Nza kwako? Kwa sasa niko salama kabisa. Ulipokuwa nilipokuta saa zile nikajua umeachika. Wapi ndugu yangu? Mimi sio vitu vyangu, unajua hivyo, mimi sio vitu vyangu. Sasa unasikiaje? Sasa nikwambia ninaishi, nataka tuzungumze. Ndio. Asante. Sio na maneno mengi nikwambia. Cha kwanza kabisa, hilo nalopitia ile jambo la kawaida, japokuwa si kawaida sana, lakini usichukulie kwa uzito mkubwa, sawa? Ndio. Alafu pia mimi na rafiki yangu yuko anafanya kazi UDOM FM. Kuna kipindi fulani wanakiita kipindi cha ulimwengu. Sasa kwenye kile redioni tena? Sasa kwenye kile kipindi cha ulimwengu ni cha redio. Kwa hiyo yule rafiki yangu anafanya kazi pale, ni mtangazaji. Kwa hiyo pale unapeleka story yako ya maisha yako na simulia, kisha simulia wanaweza kukusaidia, wakakuchangia pesa, ukasaidika na wewe kwenye shida ulionayo. Kwa hiyo kama hutojali naweza kukuchunga kupeleka Neema, lakini nitaweza kweli mimi kuzungumza hiyo? Au usiogope, kwani unajua kweli tutakutana tu na mama hiki nini studio tu, hamna mtu anekuona. Kwa hiyo utakuwa unaona tu na wewe na yule mtangazaji. Ni rafiki yangu, amesaidia watu wengi, mimi ni shahidi, amesaidia watu wengi. Basi kwa kuwa nakuamini wewe, ngoja nitajaribu. Sasa unasikia, kama umeshasema uko tayari, ndio basi tabitu ni kwanza. Sasa hivi muda wenyewe ndio unaona, kama hivi ndio kaenda kubadilisha nguo, kavaa, kaishia. Mimi tena kubadilisha? Ndio tutakaeleza hizi. Naenda tu hivi. Unafaa. Basi tende kipindi sasa, muda sio mrefu, tuwahi tukasubirie. Kabla sijachelewa. Basi sawa.
changamoto nzito. Karibu sana Jay, jisikie uko huru. Asante. Karibu kwenye kipindi cha Walimwengu UDOM FM. Leo nipo na kijana aitwaye Jay, anaishi maisha halisia ya hapa chuoni. Jay, tuanze mwanzo kabisa. Umetoka wapi? Historia ya maisha yako unaweza kutuambia kwa ufupi? Nikianza na nilikotoka, mimi nimetoka mkoa wa Ruvuma, katika kijiji cha Litola. Nikija kwa upande wa familia yangu mimi ni ya kawaida sana. Katika kuja chuo ilikuwa moja ya ndoto yangu kubwa sana. Nilisoma kwa bidii ili niweze kutimiza ndoto zangu. Lakini tangu nilipofika chuo maisha yalianza kuwa magumu zaidi. Wazazi wangu wametokea familia ya kawaida sana, ni maisha ya kawaida sana na ni wakulima pia. Kwa hiyo kuna muda wanashindwa kumudu swala zima la ada. Pole sana Jay. Hali hii ni kiasi gani imekuathiri kwenye masomo yako? Kwa upande wangu imeniathiri kiasi kikubwa. Kiukweli inaumiza sana. Kuna muda nawaza usome lakini akili inawaza matatizo mengi sana. Kwa hiyo kuna muda nawaza hata kuacha chuo. Pole sana. Asante sana wasikilizaji wetu wa UDOM FM. Kipindi chetu kipo tamati. Jay atatoa namba zake hapo kwenye mwenye maoni, ushauri, chochote kitu mtaweza kuwasiliana naye. Jay, tunaomba usaidie namba. Asante. Kwa namba unaweza kunipata 0797692004. Asante sana Jay. Tunakutakia kila la heri. Asante.